Katika dunia ya leo, teknolojia imechukua nafasi karibu kila nyanja ya maisha ya binadamu. Usalama wa viongozi wa juu wa nchi hauwezi tena kutegemea askari pekee, silaha au magari yenye kinga nzito, kwani hatari za usalama wa rais zimekuwa za kisasa, zikihusisha masuala ya kiteknolojia na kisayansi zaidi. Hii inahusisha vihatarishi vya mawasiliano ya kielektroniki, mitandao ya simu, satellite na mifumo ya udhibiti wa mtu akiwa mbali, yani remote control. Hii inamaanisha kwamba mambo haya yanaweza kutumika kumshambulia rais na hata kuchukua uhai wake, na hapo ndipo umuhimu wa gari hizi unapokuja. Gari hizi zinafahamika kama network jamming cars. Haya ni magari maalum ya kiusalama yanayobeba mifumo ya hali ya juu ya vita vya kielektroniki, yani electronic warfare, yenye lengo la kudhibiti, kuvuruga au kuzima aina fulani ya mawasiliano ya kielektroniki ndani ya eneo maalum. Kwa lugha nyepesi, haya ni magari ambayo huunda ukuta wa kimawimbi, yani network au signal wall, kuzunguka msafara wa rais ili kuzuia vitisho na mashambulizi yanayotegemea mitandao ya simu, redio, GPS au mawasiliano mengine ya mbali. Umuhimu wa magari haya umeongezeka sana katika karne ya 21 kutokana na kuibuka kwa mashambulizi yanayotumia vilipuzi vinavyodhibitiwa kwa simu, yani remote controlled IEDs, udukuzi wa mawasiliano, upelelezi wa kielektroniki, pamoja na matumizi ya teknolojia za kiraia kama simu janja pamoja na drone, ambavyo vyote vinaweza kutumika katika kazi za kigaidi. Hali hii imewalazimu viongozi wa nchi nyingi kuwekeza pesa nyingi katika magari ya jamming kama sehemu muhimu ya kulinda misafara ya marais. Tofauti na magari ya kawaida ya ulinzi, network jamming cars mara nyingi hayajitangazi wazi. Kwa macho ya kawaida yanaweza kuonekana kama magari ya kawaida ya kifahari au SUV za serikali, lakini ndani yake hubeba vifaa vya gharama kubwa na nyeti vinavyosimamiwa na wataalamu wa usalama wa kielektroniki. Magari haya huwa karibu sana na gari ya rais na kazi yake huanza kabla ya msafara kuanza. Lakini je, teknolojia hii ilianzia wapi? Historia ya teknolojia ya jamming haiwezi kutenganishwa na historia pana ya vita vya kielektroniki, yani electronic warfare. Kabla hata ya kufikiriwa kutumika kama ulinzi wa marais, jamming ilikuwa silaha ya kimkakati katika uwanja wa vita, ikilenga kudhoofisha uwezo wa adui kuwasiliana, kuratibu mashambulizi au kutumia teknolojia ya redio. Matumizi ya awali ya jamming yalijitokeza wazi wakati wa vita kuu ya pili ya dunia. Mataifa kama Uingereza, Ujerumani na Marekani yalitumia mbinu za kuvuruga mawasiliano ya redio ya adui kwa kuingilia mawimbi yao. Kwa mfano, Uingereza ilianzisha mbinu za kuingilia mawimbi ya redio za Wanazi wa Ujerumani ili kupotosha mawasiliano ya kijeshi na hata kuharibu mifumo ya usambazaji wa ndege za kivita za Ujerumani. Katika kipindi hiki, jamming haikutumiwa kwa ulinzi wa watu binafsi, bali kama mkakati wa kivita. Hata hivyo, ilidhihirisha jambo moja la muhimu: ukidhibiti mawimbi ya mawasiliano ni sawa na kumdhibiti adui katika uwanja wa vita. Kipindi cha vita baridi kilileta mapinduzi makubwa katika teknolojia ya jamming, ambapo Marekani na Umoja wa Kisovieti, ambayo sasa sehemu kubwa ni Urusi, ziliwekeza sana katika mifumo ya kuvuruga rada, satellite na mawasiliano ya redio za upande wa pili. Lengo lilikuwa si tu kupambana vitani, bali pia kulinda viongozi wakuu dhidi ya ujasusi wa kielektroniki. Katika wakati huo, misafara ya viongozi wa juu ilianza kuzingatia uwezekano wa kufuatiliwa kwa mawimbi ya redio. Ingawa magari maalum ya jamming hayakuwa yakitumika, lakini ilikuwa mwanzo wa kuzaliwa kwa wazo la ulinzi wa kielektroniki unaotembea. Mageuzi makubwa yalitokea kuanzia miaka 1900 pale simu za mkononi zilipoanza kuenea duniani. Teknolojia hii ya kiraia iligeuka kuwa tishio kubwa la kiusalama, hasa baada ya makundi ya waasi na magaidi kuanza kutumia simu kama vichocheo vya vilipuzi, yani remote controlled IEDs. Mfano halisi ni matumizi ya vilipuzi vinavyoongozwa kwa simu katika maeneo ya migogoro kama vile Iraq na Afghanistan mwanzoni mwa miaka 2000. Hali hii ililazimu majeshi ya Marekani kuanzisha magari yenye mifumo ya jamming ili kulinda misafara yao dhidi ya mashambulizi ya mbali. Kutokana na mafanikio ya teknolojia hii katika mazingira ya kivita, vyombo vya ulinzi wa marais vilitambua umuhimu wake. Kuanzia hapa, network jamming cars zikaanza kuhamia kutoka vitani hadi katika misafara ya viongozi wa kisiasa. Kule nchini Marekani, Secret Service ilianza kuingiza magari ya jamming kama sehemu ya misafara ya marais, hasa baada ya mashambulizi ya kigaidi ya Septemba 11 mwaka 2001. Lengo lilikuwa ni kuzuia mashambulizi yanayotumia simu, redio,
GPS dhidi ya rais wa Marekani. Tukio halisi la mashambulizi kutumia njia za mawasiliano ni lile lililotengenezwa na vikosi vya kijasusi vya Israel, ambapo katika namna ya kushangaza waliweza kupenyeza radio call na simu za mkononi kwa mahasimu wao, na siku walipoamua wakazilipua wakiwa mbali, na simu hizo zilizokuwa mikononi mwa maadui zikawadhuru vibaya sana. Hii ina maana kwamba kila aliyekuwa na radio call mkononi alikiona cha mtema kuni. Unatakiwa kufahamu kuwa magari haya hayalengi tu kuzima mtandao kiholela. Kinyume chake, yanafanya kazi ya kuchambua kwanza kabla ya kuvuruga mawasiliano. Mfumo wa car jamming huanza kazi yake kwa kuchambua mazingira ya kielektroniki katika eneo ambalo rais anakuwepo. Wanajiuliza, mfumo huu chambua, kuna mawimbi gani katika eneo hilo? Yanatokea wapi? Yanatumika kwa nani? Na je, yanaweza kuhusishwa na tukio lolote linaloweza kupelekea kuharibika kwa usalama? Baada ya hatua za uchunguzi, mfumo huingia katika hatua ya pili, na hapa ni gari la jamming linaweza kuzuia aina fulani ya mawasiliano bila kuathiri mawasiliano mengine ya kawaida. Kwa mfano, linaweza kudhoofisha mawasiliano ya simu katika eneo dogo lililo karibu na msafara, huku likiacha mifumo mingine ya kiserikali na ya ulinzi ikiendelea kufanya kazi bila hitilafu. Katika baadhi ya matukio, car jamming huweza kupunguza usahihi wa GPS katika eneo ambalo msafara upo, ili kuzuia mtu yoyote asiyeidhinishwa kufuatilia kwa usahihi alipo rais au msafara unapoelekea. Na hii ndiyo sababu gari hizi mara zote huwa katikati ya msafara wa rais. Kwa nchi zilizoendelea na zenye teknolojia kubwa, unaweza usizione gari hizi kwa wazi, lakini zinakuwepo katika msafara, kwani ni gari muhimu sana katika msafara wa rais. Asante kwa kutazama video hii. Niandikie maoni yako kwenye sehemu ya comment. Nikutakia wakati mwema na tukutane tena kwenye video nyingine. Katika dunia ya leo, teknolojia imechukua nafasi karibu kila nyanja ya maisha ya binadamu. Usalama wa viongozi wa juu wa nchi hauwezi tena kutegemea askari pekee, silaha au magari yenye kinga nzito, kwani hatari za usalama wa rais zimekuwa za kisasa, zikihusisha masuala ya kiteknolojia na kisayansi zaidi. Hii inahusisha vihatarishi vya mawasiliano ya kielektroniki, mitandao ya simu, satellite na mifumo ya udhibiti wa mtu akiwa mbali, yani remote control. Hii inamaanisha kwamba mambo haya yanaweza kutumika kumshambulia rais na hata kuchukua uhai wake, na hapo ndipo umuhimu wa gari hizi unapokuja. Gari hizi zinafahamika kama network jamming cars. Haya ni magari maalum ya kiusalama yanayobeba mifumo ya hali ya juu ya vita vya kielektroniki, yani electronic warfare, yenye lengo la kudhibiti, kuvuruga au